Katika kile kinachoonekana kuwa mvutano mkali wa kisheria na kiuongozi, msajili wa vyama vya kisiasa nchini Tanzania ametangaza kusitisha utoaji wa ruzuku kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hadi pale chama kitakapotekeleza maelekezo rasmi kutoka ofisi ya msajili. Uamuzi huo umetolewa kufuatia madai kuwa Chadema haina viongozi halali wa kusimamia mapato, matumizi na marejesho ya fedha za umma. Hatua hiyo inakuja siku mbili baada ya kamati kuu ya Chadema kuazimia kutotii uamuzi wa wasajili wa kutengua uteuzi wa wajumbe 8 wa Secretariat na kamati kuu waliothibitishwa na Baraza Kuu la Chama Januari 22 mwaka 2025. Awali, aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Mwanga, Lemrus Mchome, aliwasilisha barua kwa msajili akiomba kutenguliwa kwa maamuzi ya Baraza Kuu, akidai kikao hicho kilikuwa na upungufu wa kikanuni, akidai kuwa akidi haikutumiwa na baadhi ya waliokuwepo si wajumbe halali kwa mujibu wa katiba ya Chadema. Msajili kupitia taarifa yake ya Mei 27 mwaka 2025 amebainisha kwamba ameamua kusitisha ruzuku kwa mujibu wa mamlaka alionayo chini ya kifungu cha 18 cha sheria ya vyama vya kisiasa hadi pale Chadema watakapowasilisha uthibitisho wa kuwa na viongozi halali wa kusimamia fedha za umma. Hata hivyo, Chadema imepinga vikali madai hayo, ikidai kuwa kile kilichowasilishwa na Mchome si malalamiko bali ni rufaa, na kwamba msajili amechukua hatua bila msingi wa kisheria. Mwanasiasa wa zamani wa Ubungo Boniface Jacob alilaani hatua hiyo, akidai Mchome anaendesha harakati za vurugu kwa chama kwa maslahi binafsi. Katika kauli ya mwisho ya msajili, alisisitiza kuwa madai ya Chadema hayana mashiko, kwani baada ya uchambuzi wa barua na vielelezo aliridhika kuwa malalamiko ya Mchome yalikuwa ya msingi na sio rufaa kama chama kinavyodai. Kwa sasa mustakabali wa ruzuku ya Chadema uko njia panda, huku pande zote zikisubiri hatua zaidi, aidha za kisiasa, kisheria, hata maamuzi mapya kutoka ndani ya chama au mahakama. Kwa sasa mustakabali wa ruzuku ya Chadema uko njia panda, huku pande zote zikisubiri hatua zaidi, aidha kisiasa, kisheria au hata maamuzi mapya kutoka ndani ya chama au mahakama.